Naona Usinga team captain lakini umekiandika Guantanamo Bay. Hii pengine ina tafsiri nini? Guantanamo Bay ni namna ya slogan ambayo tumekuwa nayo. Tunasema Guantanamo Bay ni gereza. Gereza kuu kwa wale ambao wanafahamu. Gereza kuu duniani. Guantanamo Bay ni gereza kuu kabisa duniani. Na kwa nini tumeweka gereza kuu duniani na afu kuna picha ya amani, New Amani? Hii ina maana ya kwamba Mwarabu tunamleta katika gereza kuu. Tunamleta katika gereza kuu. Si tunasema ni gereza ambalo lina mlango mmoja tu wa kuingilia. Yaani lina mlango mmoja tu wa kuingilia, lakini wa kutoka hakuna. Ukitaka kutoka, sharti lako la kwanza uachie alama 3 mbele ya majaji, mahakimu wakuu, wanasheria wakuu. Unajua tunao wanasheria wabobezi. Yaani unampa mtu, yani mtu amesomea mpaka kuitwa profesa. Huyu ina maana amebobea katika hizi kazi. Kwa lazima atumike kwa ajili ya kutupa sisi point 3. Profesa Paco Mzuzwa yupo kwa ajili ya kuhakikisha sisi tunapata alama 3. Kwa hiyo tunaamini kabisa katika mchezo wa leo ni mchezo ambao utakwenda vizuri, utakwenda salama kabisa, na kitu ambacho tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi katika gereza kuu la New Amani Guantanamo. Yaani hali ilivyo iko shwari, nawe pia ni shahidi. Yaani kilichonipendeza zaidi ni kuona kuna jua kali. Wanasema mpira unadunda shehe. Wakati unadunda lakini tafsiri na jua kali. Kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo Mwarabu anafurahi sana au anateseka sana ni kuliona jua likiwa kali. Ushawahi kumuona Mwarabu kwao anacheza mchana? Hujawahi kumuona? Basi leo katika gereza kuu la Guantanamo Bay anachezeshwa mchana kweupe. Na huu Usinga ukiwa na picha hapa ya engineer nembo ya Gharibu mwenyewe, tafsiri yake ni ipi? Ya huu Usinga ni kwanza ni kapteni wa mashabiki. Lakini katika hiki kitambaa nilipendekeza mimi mwenyewe binafsi nikamweka engineer Harris, rais wa virabu vyote barani Afrika, lakini pia rais wa Dar es Salaam Africans. Kwangu mimi ni kiongozi bora sana kuwahi kutokea kwenye ardhi ya Tanzania, kwa sababu amekuwa akifanya vizuri, amekuwa akituongoza vizuri. Wewe ni shahidi tangu amechukua mamlaka ya kutuongoza Dar es Salaam Africans katika ardhi ya nyumbani tumekuwa hatujafeli. Ni bingwa mara 4 mfululizo. Wewe shahidi pia katika hilo. Licha ya kuwa bingwa, mambo mengi yamekuwa mazuri. Umeweza kuona watu wengi wanakuja kujifunza namna uendeshaji. Unaweza kuona idara ya wanachama na mashabiki namna ambavyo wanaicontrol yeye pamoja na viongozi wenzake. Kwa hiyo kwangu mimi ana deserve kukaa kwenye mbavu ya kushoto, yani kwenye kitambaa cha nahodha, umenielewa? Na ataendelea kukaa katika sehemu zingine nyingi tu mbalimbali. Wanasema nyie wenyewe mnasema Guantanamo Bay, mmekuja gerezani. Pengine ninyi mkifungwa hamuoni kwamba mtakuwa mmejifunga wenyewe na mmeondoka Benjamin Mkapa, mtawapa faida wapinzani? Kwangu mimi imani yangu inanipa neno kufungwa halipo. Lakini imani yangu inanipa mimi ushindi. Naamini kabisa moja kwa moja na kwenda kupata alama 3 katika uwanja wa Guantanamo Bay. New Amani, nikwambie tu kitu kingine. 99.9% ya Wazanzibari wote ni Yanga. Si umeelewa? Wote ni Yanga. Lakini ile 1% ile inawagawanyisha watu. Malindi, Mlandege, Simba na wengineo. Na wengine. Lakini hii 99.9% hawa wote ni Yanga. Kwa hiyo na imani yangu inanipa kwamba Wazanzibari wote wanaoishi katika ardhi hii tukufu, ardhi ya president, hawataweza kukubaliana kwamba timu yao idharirike katika ardhi tukufu hii, katika gereza kuu hili. Mimi naamini kabisa tunakwenda kupata matokeo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na nguvu ya wachezaji. Mpaka sasa hivi wachezaji wanaendelea vizuri, wana hali ya kutosha. Watakwenda kupambana kuhakikisha sisi ambao ni wanachama na mashabiki wote tuliotoka sehemu mbalimbali wanakuja hapa kutupa burudani. Naamini hivyo. Basi mimi nikushukuru sana, tukutane mara baada ya dakika 90. Asante sana, nashukuru sana.